Vincent, nimechoka sana. Hebu niache. Nitakupa kesho haki yako. Sipo sawa mimi. Naumwa. Au wewe unaniona mimi niko sawa? Rina, acha kunizingua. Unanielewa wewe? Yaani acha kunizingua kabisa. Wewe unataka humu ndani wewe unakula bure, unavaa bure, au sio? Sitaki upumbavu. Panda kitandani unipe. Sitaki kutumia nguvu kabisa. Nimechoka sasa. Kwa nini lakini sikumalizia hata maneno nikapigwa kibao. Yani kumbe kuchoka nalo ni kosa Tena kosa kubwa mpaka unaadhibiwa. Ila huyu kaka jamani. Akaniambia sikia, nina hamu na wewe. Mbona jana sikukusumbua? Usinivuruge. Vua nguo, panda pale juu kitandani. Mnadhani nafanyaje? Nikavua nguo kinyonge, nikapanda kitandani, nikalala chali. Vincent naye akavua nguo zake, akapanda kitandani, akaanza kunishughulikia mimi. Aisee, sijui kusikia raha yoyote kushiriki tendo na huyu mwanaume. Huwa ananibaka tu, naweza kusema hivyo. Hakuna cha zaidi. Nikamwacha, akajihudumia mpaka alipomaliza. Akainuka, akavaa nguo zake, akatoka chumbani kwangu. Moyo unaniuma sana, ni mwaka sasa tangu niolewe na huyu mwanaume. Sio mwanaume tu. Vincent ni mume wangu wa ndoa. Tumefunga ndoa kanisani. Yaani yeye ni mume na mimi ni mke. Ngoja nitambulishe kwenu sasa. Mimi naitwa Mariana Frankie Justini. Wengi wamezoea kuniita Rina. Mimi bwana, baba na mamangu walifariki nikiwa kidato cha 6 na shule nilikuwa na akili kweli kweli. Ila wazazi walipofariki hata kidato cha 6 chenyewe sikumaliza kwa sababu ya ada. Maana nilikuwa naingia kidato cha 6, wazazi wakafariki. Nilikuwa nasoma shule ya private hapa mkoani Morogoro. Na nilipokuwa naishi na wazazi wangu. Ila sasa baada ya kufariki shoga yenu, nikachukuliwa na shangazi. Aisee, shangazi yangu ni mlevi kabisa. Yaani mlevi sana. Unajua mlevi? Yaani kwanza nilikuwa nateseka sana. Yeye ndo alikuwa ananibia nguo zangu mimi, anaenda kuuza apate pesa kunywa pombe. Yaani badala anisaidie mimi yatima, ndo kwanza ananididimiza. Aisee, alikuwa na wanae wawili. Yaani akili za watoto wake ni kama za shangazi. Yaani nimeishi kwa shida sana kwa shangazi. Sasa shangazi yangu ndo aloniletea huyu mwanaume. Eti niolewe. Sikuwa nataka kuolewa kwa sababu nilikuwa bado binti mdogo na bado nilikuwa na ndoto zangu. Ila wapi? Unadhani alinisikiliza basi? Kwa sababu Vincent bwana ni mwanaume ambaye ana pesa mno. Ni mfanyabiashara mkubwa hapa Morogoro mjini. Kila mtu anamfahamu. Alikuja kwa shangazi akasema anataka kunioa. Yaani shangazi akujiuliza wala hakuniuliza. Ni moja kwa moja ilipitishwa ndoa. Niliumia sana. Kama masiara nikaolewa nikiwa na miaka 19 tu. Ndio nakutana na huyu mwanaume. Wala sikumuelewa. Alinioa tu na yeye wala hakunipenda kabisa. Yaani niliolewa tu ndoa ambayo haikueleweka. Na niliteseka sana kwake. Hakuwa anataka mimi nitoke, niende kokote kule. Naweza sema mimi nilikuwa ni mtu wa ndani tu. Tena ndani kwake kuna ulinzi mkali mno. Kuanzia getini mpaka ndani. Vincent ni kama jambazi, naweza sema. Maana niligundua ni muuzaji mkubwa wa madawa ya kulevya. Japo ana kampuni kubwa ya bidhaa anayomiliki. Huyu kaka ukimwona very smart, ila ana roho mbaya sana. Sijapata kuona. Vincent kunipiga ilikuwa ni kawaida, ananipiga vibaya mno. Sitakagi kumuuzi kwa chochote kile. Kwa kweli ndoa kwangu ni mateso. Mimi sitoki nje na nikitoka nje ni kwa dharura sana. Tena lazima nitakuwa na yeye. Labda alikuwa kwenye party na wenzie, anatakiwa kuwa na mwenzie, ndio ananichukua mimi. Na sio mara zote. Inakuwa ni mara moja sana. Labda kuna dili wanafukuzia la biashara, ili aonekane sio muhuni, ndo nitaenda naye mimi. Nikiumwa kuna daktari alikuwa anakuja kunitibu, ila sio kutoka hapo eti niende hospitali. Hapana. Hamna ndugu yoyote ule anayekuja nyumbani kwake, wala ndugu yangu anayekuja nyumbani kwetu sisi, yani kwa mimi na Vincent. Na hamna mtu anaelewa chochote yani. Hata shangazi yangu nahisi alinitupa tu mimi.
Vincent hakuwa mkubwa sana kwangu kipindi ananioa mimi. Huyu kaka alikuwa na miaka 35 hivi. Mimi nilikuwa na miaka 19, ila sasa ni kama kanioa kujituliza kingono. Mimi sifanyi kazi yote kwake. Anafanya kazi wawili wa kiume. Ndio anafanya kazi zote. Mimi kazi yangu mimi ni kumburudisha tu yeye. Hakuna siku ananiacha. Hata lala na mimi kila siku. Hii mara chache sana ndo anakuwa ananiacha. Hapo hayupo nyumbani. Na ndo unapona. Vincent haelewi, naumwa haelewi. Nipo katika siku zangu haelewi. Haelewi chochote wala hajali kitu. Yeye anachotaka mimi nimpe tu. Naumia sana juu huyo mwanaume. Kingine Vincent hataki nizae. Ameshanitoa mimba 4 tangu tumefunga ndoa. Anataka sex muda wote, anamwagia ndani. Hataki nizae. Nikidaka mimba tu anaitwa nesi, anakuja kunitoa. I say, nilikuwa ni mwanamke wa kuumia sana muda wote. Ila sina sauti, siwezi kuongea wala kusema. Namuogopa Vincent kuliko nyoka. Maana Vincent mara kwa mara huwa anaongea na simu, kisha anawapa watu amri ya kuua. I say, huyu mwanaume acheni. Naweza kusema nilikuwa naishi na jambazi. Yote haya ni shangazi yangu ambaye anapewa pesa. Nesi kama aliniuza tu. Zani hata kama ananiuliziaga mimi kuhusu maisha yangu naishije. Naumia sana. Basi alipotoka chumbani kwangu nikajua kaenda chumbani kwake. Maana hatulali pamoja sisi. Nashukuru silali naye. Huyu mwanaume ni hatari sana. Ukimwona nje ni kama mtu, ila ndani anatisha sana. Vincent basi nikainuka kinyonge sana. Nikaenda kuoga. Nikatoka nikasikia mlango unagongwa. Nikatoka nikakuta ni Bigi. Huyu Bigi ni mmoja wa wafanyakazi humu ndani. Akanambia, "Madam, nikuletee chakula ndani ama nikutengee mezani?" Nikasema nimeshiba. Leo sijisikii kula kabisa. Akasema, "Sawa madam. Ila ungekula kidogo." Mimi sikutaka maongezi. Nikabamiza mlango wangu, nikavaa zangu, nikajilaza kitandani. Nikashika tumbo langu. Maana tayari nilishagundua na mimba nyingine. Na lazima Vincent atoe hii mimba. Paka kuna muda nilikuwa nahisi kabisa Vincent atakuwa ana ushirikina na hizi mimba anazitoa kama sadaka. Sikuwa namuelewa kabisa. Naanzaje kumuuliza, naogopa mno. Yaani Vincent anatisha. Akirudi humu ndani kila mtu anamuogopa isee. Acheni. Haya maisha. Sikuwa na jinsi tu basi. Nikavuta shuka langu nikapumzika tu. Ila nilikuwa nawaza sana haya maisha mpaka lini? Ina maana nitazeeka nikiwa mtumwa wa ngono? Niliwaza kabisa kutoroka. Ila nawezaje kutoroka nimwokoe huyu mtoto alioko tumboni kwangu? Naumia sana mimi. Basi nikajipumzisha zangu tu na mwili ya Vincent. Akishanitumia huwa hajali chochote kuhusu mimi. Nimekula ama sijala ni sawa. Anakuwa busy na mambo yake na maisha yake. Kwa muda wote huu ambao nimekaa naye, sijui kumuelewa Vincent. Hata anapenda nini, hata anapenda kufanya nini, hata rafiki yake wa karibu simjui. Vincent ni mtu wa peke yake. Na mara nyingi anakuwa ni mtu wa hasira tu. Ndio yupo hivyo. Mimi napigwa dakika 2 tu. Namuogopa sana huyu mwanaume. Sijui kuwa na raha naye hata siku moja. Na usichana wangu ndo kanitoa yeye. Basi nikalala nikiwa na mawazo sana. Asubuhi nikaamka mapema, nikaoga, nikavaa vizuri tu nguo. Huwa ananunulia tu sana. Ila huwa anaagiza mtu ananiletea. Hata nikitaka kutoka naye ataniagizia nguo na mtu wa makeup. Yaani kwake pesa haijui kumsumbua kabisa, na pesa tu anayo. Basi nikakaa tu kitandani maana sikutaka kuonana naye hii asubuhi kabisa. Mimi huwa najua anakunywa chai ndo aende kazini. So nikatulia sana mpaka saa 3 ndo nikatoka sasa. Nikamuuliza Miki kwamba ameshaondoka huyu. Miki akaniambia ndiyo madam. Huyu Miki naye pia ni mfanyakazi. So wafanyakazi wapo wawili. Mmoja anaitwa Miki na huyu mwingine anaitwa Bigi, na wote naelewana nao tu. Na hawana shida.
na shida ninazopitia wanaziona. Huyu baba ni hatari sana sana sana. Ila huyu Miki huwa anaendaga na kurudi, ila huyu Bigi ndo masaa 24 yupo hapa kwenye hii nyumba. Hii nyumba ni kubwa sana ya kifahari. Nikisema kubwa na maanisha, na nikisema baba ana pesa kweli kweli. Basi Miki akaniambia ndio ameshaondoka. Ndo nikaenda mezani nikachukua yai moja tu, nikala nikaacha, wala sikujisikia tena kula. Nikaenda chumbani kwangu kupumzika. Mchana ukapita bila kula. Nikasema nitakula jioni. Nilikuwa na mawazo sana juu ya hii ndoa. Yaani sikuwa na mwili kabisa. Nilikuwa nimekonda kiukweli. Mawazo na ndoa hii. Mawazo yalikuwa yananitawala sana. Nimekaa najua akirudi tu Vincent anataka seksi. Hana muda wa kumwandaa mwanamke. Yaani akiingia kaingia tu. Anafanya vitu vyake kisha anakuacha. Basi hii siku mpaka saa 3 usiku nikaona kimya. Ndo nikatoka chumbani sasa. Nikamkuta Bigi, akaniambia vipi madam? Nikasema kwani huyu hajarudi? Akasema hapana madam, hajarudi mpaka muda saa 3, labda atarudije. Tukasema hivyo. Ila sio kawaida yake, huwa anarudi saa 12 kamili jioni. Unamkuta yupo nyumbani. Hii siku nikafurahi kweli kweli kutorudi kwake. Nikatamani hata apate ajali afe huko. Yaani nilikuwa namuombea mambo mabaya tu. Huo ndo ukweli. Basi nikatoka zangu, nikala chakula cha usiku, ndo nikaenda zangu kupumzika. Na kweli hii siku nililala mpaka asubuhi salama kabisa. Alikuwa hajarudi. Basi asubuhi ikaingia. Na mimi nikaingia zangu bafuni nikaoga vizuri. Ile natoka tu nikamkuta Vincent kaka kitandani kwangu. Kisha kashika bastola ananitazama. Niliogopa sana. Yaani nilistuka mno. Vincent akaniambia, unaogopa hii silaha? Wala usikonde. Nimetoka kufanya tukio huko. Wala siko tayari kukudhuru wewe, wala sipo hapa kwa ajili ya kukudhuru wewe. Naomba haki yangu. Maana jana sikuwa hapa kabisa. Naomba haki yangu. Akanisogelea tu, akanivua nguo. Naye akavua kama kawaida, akaniparamia kama kuku, akanishughulikia mno mpaka akamaliza haja zake. Kisha akachukua bastola yake akaingia ndani kwake. Basi aliporizika sasa akaniacha, kisha akaniangalia sana. Nilistuka, mbona hilo jicho tena? Akaniuliza, una mimba? Nikastuka tena, nikasema hapana. Akaniuliza, unanidanganya mimi? Nikasema, Vincent, mimi sina ndugu, naomba kuzaa. Akasema, kelele, pumbavu wewe. Na nikakwambia mimi nataka mtoto, mjinga wewe. Kwa nini unajiachia mpaka unazaa mbwa wewe? Nikasema, mimi nahitaji mtoto. Akaniambia, nani kakwambia mimi nataka mtoto? Mbona uelewi? Nikabaki naumia tu hapo hapo. Akampigia nesi wake, akamwambia, oya, njoo ufanye kazi. Huyu mwanamke kabeba tena mimba. Aliumia sana kwa hasira, akatoka chumbani kwangu kavimba kweli kweli. Nikabaki nimekaa kitandani tu huku nalia tu. Maana haya mambo haya. Basi haikupita hata dakika 30 nesi akaja. Alafu ni mdada tu. Akanipa vidonge vya usingizi. Nikazimia. Akanitoa tena. Hii mimba ilikuwa ni mimba yangu ya 5. Nilipostuka nilia sana. Yule nesi akaniambia, unalia nini? Hebu acha kujiachia kwake. Mtu hataki kuzaa na wewe. Anakulea watoto kila siku. Mwisho atakuwa wewe. Pole. Unadhani anakupenda huyu mpaka unaanza kumzalia? Vincent namjua vizuri. Hata wanawake zake wa huko nje wote wanatoa mimba na mimi ndo nawatoa. Nikamwambia, mimi nashindwa. Najizuiaje sasa? Yule dada akaniambia, sikia, nikwambie na kuweka kijiti. Atakuwa huyu. Nikasema sawa. Basi akaniweka kweli kijiti, akaniambia, hapa utazaa tena, pole. Nikasema asante. Yule nesi akaondoka zake. Niliumwa wiki. Kutoa mimba sio swala dogo. Huo muda wote naumwa. Huyu mwanaume hakuwa na muda na mimi kabisa. Hakuwa hata anajulia hali kabisa. Siku hiyo nikaanza kupata afadhali. Naona ndo anakuja chumbani kwangu. Akaniambia,
nimekuja kupata huduma leo. Ha? Nikasema, kwani Vincent hujui kama mimi naumwa? Nimetoka kutoa mimba. Hii mimba huwa ni misukule yako unawageaga chakula wale ama? Hata sijapona vizuri, unataka tena. Hayo mambo mimi sitaki. Vincent akaniangalia, kisha akasema, "Hebu ongea tena, sijakusikia." Na unanivimbishia kabisa sauti kabisa mimi. Nikasema, "Bwana mimi nimechoka, kama vipi ni uwe tu." Akasema, "Okay." Akanisogelea, akanikaba kweli kweli, nye mpaka pumzi ilikuwa inataka kukata, ndo akaniachia. Nilikuwa hoi sana, nikawa na hema juu juu. Akasema, "Vipi, nikumalizie kukuua? Na uzuri shangazi yako nikimpa tu pesa wala haulizi tena kuhusu wewe." Nikabaki na mwangalia tu, maana hana masiara huyu mwanaume kabisa. Akaniambia, "Vua nguo, nimelipia mahari mimi kukoa. Tena shangazi yako alitaka pesa kubwa mno, so usinivuruge. Vua nguo, sijali kuhusu kuumwa kwako, hainihusu mimi, sababu nilishakwambia mimi nahitaji haki yangu. Na nishakwambia kabisa usibebe mimba. So kama wewe utabeba mimba ni wewe. Mimi sihusiki, full stop. Ni huyu baba ni muuaji." Hawezi amini. Sijapona vizuri, akaniingilia tena muda mrefu, niliumia sana. Yaani sana. Aliporizika akavaa nguo zake akasepa. Naona huyu mwanaume ni muuaji, atakuja siku moja kuniua kabisa. Nikaona huyu ni muue mimi. Nikaona ngoja huyu nitamuua siku sio nyingi. Basi nikaenda kuoga, nikavaa, kisha nikatulia chumbani kwangu. Nikiwa nawaza nimfanye nini huyu mwanaume ili niwe huru na maisha yangu. Maana mimi kutoka tu siruhusiwi. Yaani kuna walinzi kila aina. Na wakijua tu kwamba nimetoka mimi nishakufa. Nimwekee sumu sijui. Nimfanye nini? Sina raha na haya maisha kabisa. Basi mimi nikatoka zangu kuoga sasa. Nikatoka sebleni tu, hata nije kuangalia TV. Ila nafika sebleni nakuta Vincent alikuwa anaangalia mpira. Ila kama usingizi umempitia hivi, aisee, sikuoji. Nikaingia jikoni, nikavuta kisu. Kisha nikatoka sebleni, nikamsogelea taratibu. Kisha haraka nikataka kumchoma Yaani ile ghafla akafumbua macho. Akadaka kile kisu. Nikawa najitahidi kumshindilia ila wapi. Akanisukuma, akaniambia, "Da, umefikia pabaya sana. Yaani wewe ndio unataka kuniua mimi? Wewe unataka kuniua?" Akaniuliza. Nikasema ndio, nataka kukuua. Na kama nimekukosa basi leo siku yoyote na kuua. Nikamwambia sikupendi na kuchukia sana mshenzi wewe. Unafanya maisha yangu yanakuwa ya mateso mno. Vincent akacheka, kisha akavuta glasi yake ya pombe. Akanimwagia usoni. Kisha akaniuliza, "Unaota au bado? Upo ndotoni wewe?" Nikumwagie nyingine, nikanyamaza, nikakaa kimya. Akaniambia, "Leo umenikosea sana. Nitakuonyesha." Akanivuta. Nakwambia nikiwa na goma, akanivuta kwa nguvu, akawa ananiburuza kwa nguvu. Nikawa nasema sitaki jamani, niache. Ndo alikuwa anisikilize kabisa. Akawa ananipeleka nje ya nyumba. Kuna chumba kingine kidogo, alafu kibaya mno. Sikuwahi kuingia ila niliogopa, maana kulikuwa na damu, mpaka michirizi ya damu. Vincent akaniambia, "Sikupigi wewe. Nikikupiga nitakuua. Alafu nikukose. Wewe ni mtamu sana kwangu. Na kuweka humu ndani siku 5 na kufungia." Kisha akazima na taa kabisa. Kile chumba kilikuwa kinatisha sana. Yaani mchana giza, usiku giza. Kinanuka damu, hakina dirisha wala kioo. Nilipiga kelele za kweli kweli za uoga, lakini wapi? Nilijibaza pembeni kabisa, naogopa, natetemeka. Nahisi kama nauliwa. Kile chumba kilikuwa kinatisha mno. Nilikuwa naogopa sana mimi, Mungu wangu. Nikakaa mule mpaka asubuhi. Kama masiara, lakini ni serious. Nilikaa siku 3. Nilichoka mno. Yaani nilichoka. Njaa ilikuwa inaniuma. Mule ni kama kuna maruerue hivi. Aisee, mpaka siku ya 5 ndo Vincent anakuja kunifungulia. Akaniburuza mpaka nje. Hata nguvu sina na bado
nilikuwa sina afya kabisa. Akanambia, ukijaribu kuniua tena na wewe ndo utakuwa mwisho wako wa maisha. Pumbavu wewe. Aisee. Akaniacha hapo hapo. Akaondoka zake kazini. Miki na Bigi ndo walikuja kunisaidia. Wakaniingiza mpaka chumbani. Nikajikokota nikaenda kuoga kwanza, maana nilikuwa nanuka damu. Yaani kile chumba kilikuwa cha mauaji. Na hisi mwanaume alikuwa anaua watu mule ndani. Nilipotoka kuoga nikavaa vizuri, ndo kina Bigi wakanipa uji kwanza. Maana nilikuwa sijala chochote. Ilikuwa siku ya 5. Aisee, acheni kabisa. Nilikunywa uji, nikatibua tumbo, nikaenda kutapika uji wote. Nilipotapika sasa, nikaona nipumzike tu. Nikanywa dawa, nikalala, maana tayari kama nishaanza kuhisi homa kali. Aisee, nilala siku nzima. Jioni kabisa ndo kina Miki wakaniletea chakula cha maana, nikala. Nikahisi Miki aliomba kuongea na mimi sasa. Huyu Miki ni kama mimi, ulimi wake, ila Bigi ni mkubwa kwangu. Miki akaniambia, pole sana madam. Nikasema asante. Miki akaniambia, madam, kuwa mpole, huyu mtu ni hatari zaidi. Unavyohisi wewe kwanza, humu ndani ana kamera. Kwa mfano, hapa kama nipo chumbani kwako naongea na wewe, ananiona. Nikastuka, nikasema kumbe. Akasema ndio, ila nahisi asikie sauti, so kuwa hata usikia nakwambia nini. Kuwa mtulivu na uache kusumbua, ila tulia. Si tunajua na tunamuelewa sana Vincent. Atakuwa kweli na wewe ndo bado mdogo na una malengo yako. Wewe tulia, mimi nitakusaidia kutoroka hapa. Na nitakupa mbinu za kutoroka. Nikasema nitashukuru sana. Nitashukuru sana mno. Nikamwambia sawa, nipo pamoja na wewe, kuwa na amani. Nikasema sawa. Kisha Miki akaondoka. Aisee, hapo nilipata tumaini jipya. Mimi nikaona kama nitatoroka, nitakuwa huru kabisa. Nikasema nitaenda mbali, wala huyu kaka hatokaa nione mimi. Nitakuwa na amani kabisa. Nikajilaza kitandani huku na tabasamu kweli kweli. Nikaona tumaini jipya linaanza kuchomoza sasa kwangu. Nitamkimbia muuaji mimi.